Ghasia na makabiliano yalishuhudiwa mjini Nanyuki hii leo baada ya mamia ya wakazi kuandamana wakilalamikia kuwepo kwa kituo cha karantini ya Ebola katika kambi ya Laikipia Air Base. Kituo hicho kinachopasa kuwahudumia Wamarekani waliokumbana na virusi vya Ebola kimeibua hisia kali kutoka kwa wananchi na mjadala wa kidiplomasia kuhusu mamlaka ya Kenya na uwezo wa mfumo wake wa afya. Na kama anavyotuarifu sasa Brenda Wanga, mtu mmoja alijeruhiwa katika maandamano hayo. Asubuhi na mapema siku ya Madaraka, na wakazi wa Nanyuki hawakuwa uwanjani kusherehekea. Badala yake walimiminika barabarani kuandamana. Walikuwa na ujumbe mmoja: Laikipia hakuna Ebola. Sisi tunasema hakuna quarantine katika Laikipia. Waliandamana moja kwa moja hadi lango la kambi ya Laikipia Air Base, wakakutana na wanajeshi langoni, wakazi wakitaka majibu ya ombi lao la kupinga kuanzishwa kwa karantini ya Ebola kwa Wamarekani kwenye kambi hiyo. Tumesema leo tupige protest sababu iko kwa katiba na inatukubali tu protest. Na tunasema ya kwamba hiyo agreement wanasema ilisainiwa. Serikali iko na jukumu la kulinda our sovereignty as Kenyan people. Majibizano kati ya wanajeshi na waandamanaji yalimalizika kwa amani. Hata hivyo, huko mjini polisi na wakazi walikabiliana vikali, mmoja wa waandamanaji akijeruhiwa. Kwa muda mfupi, sehemu kadhaa za barabara mjini huo zilikuwa hazipitiki baada ya waandamanaji kuchoma magurudumu ya magari. Maandamano hayo yanatokana na mpango wa kuanzisha kwa kituo cha karantini ya Ebola chenye vitanda 50 katika kaunti hiyo ili kuhudumia raia wa Marekani walioathiriwa na virusi hivyo. Wenyeji wanasema mpango huo haufai ikizingatiwa miundombinu ya sasa ya afya nchini. Munashindwa na SHA. Munashindwa na vitu midogo kama kolera. Unashindwa na linda mama. Munashindwa na kolera. Munashindwa na watoto waliochomeka pale utumizi. Ebola ndo utaweza. Wakati Wizara ya Afya inashikilia kwamba kituo hicho kitalinda na kuwafaidi pia Wakenya wote kwa kuongeza utayari wa matibabu nchini, wakaazi wa Nanyuki wameweka wazi kuwa hawako tayari kuruhusu usalama wao kuchezewa. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.